بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yena ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watakaojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Leo ndugu zangu Waislamu, tutahitimisha picha kwa ufupi ya maisha ya mmoja katika masahabiyat, masahaba wa kike ambaye ni Ummu Salama radhiyallahu anha. Tulisikia ndugu zangu aliyompitia Ummu Salama miongoni mwa matatizo na mazito ya kufarikiana yeye na mume wake, kadhalika na mwanae, na tulisikia namna ulivyokuwa msafara wake kutoka Maka mpaka kuingia katika mji wa Madina, Naam. Na tulisimamia ndio tayari keshafika katika mji wa Madina na amekusanyika na kujumuika pamoja na mmewe Abu Salama. Wakaishi kwa vizuri, familia ikawa imeenea, siku zikapita haraka kama tulivyosikia. Fahadhihi badrun yashhaduha Abu Salamata wa yaudu minha ma'a almuslimina. Ikajitokeza vita ya Badri, vita ya kwanza ya Kiislamu iliyowakutanisha washirikina na Waislamu. Na vita ya Badri, ndugu zangu, ambaye hakuhudhuria katika vita hiyo katika maswahaba hakulaumiwa. Kwa hiyo wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka Madina anaenda kuziwia msafara wa Makuraish. Kwa hivyo hawakwenda na nia ya vita, ilikuwa ni kwenda kuziwia msafara tu. Maana wao walipata ripoti Waislamu ya kwamba makafiri walibomoa nyumba zote za Waislamu waliohamia Madina, wakapora vitu vyao vyote vya ndani, vyote wakapeleka. Kwa sababu hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam akatoa ruhusa kwamba msafara wao wa washirikina unatoka maeneo ya Shamu huko na kwenda Maka, na njia ya kupita ni kupitia Madina au katika vitongoji vya Madina. Kwa hivyo na sisi tunazuia msafara wao, tunachukua msafara wao badala ya vile walichochukua wapi? Makkah al-Mukarrama. Kwa hivyo walienda wako na visu, panga, vitu kawaida tu. Na Mtume akawakusanya kwa hamasa. Basi waliokuwa karibu walijitokeza, wakawa watu takriban 301 hivyo. Lakini walijikuta vita imeandaliwa baada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kabla ya taslimu, yeye ndiye alikuwa anaongoza huyo msafara wa shirikina. Akapata ripoti ya kwamba Waislamu wamejipanga kuzuia huyo msafara. Ikabidi amtume mpanda farasi mwenye kukimbia haraka yende akawafahamisha watu wa Maka ya kwamba msafara wao uko katika hatari, mzigo wao uko katika hatari. Kwa hivyo watu wa Maka wakiongozwa na Abu Jahali la'natullahi alayhi, ambaye
Kafiri mkubwa mtume alimuita ni Firauna ummati. Huyo ndo Firauna wa umma wangu. Akaandaa jeshi zaidi ya watu 1000 kuja kuhami huyo msafara. Lakini Abu Jahali, yani yeye alitumia hiyo fursa ya kuja kuuzima Uislamu. Ndio akajikuta vita imetokea hivyo. Waislamu walikuwa ni wachache, alafu hawana maandalizi. Makafiri wakawa ni wengi, kisha wamekuja wamejiandaa kisawasawa. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akainua mikono kwa Allah, muomba awape nusra. Hapo pana kikosi cha malaika kiliteremka kutoka mbinguni, makomando kuja kuwasaidia Waislamu. Alikuwa mtu akiinua upanga hivi, kabla hajafikisha kwenye shingo anaona kichwa kimesharuka. Mpaka alikuwa anafikia sahaba mmoja mwembamba, analeta kafiri amelufunga kamba tafu la mtu mpaka mbele ya mtume. Mtume mwenyewe anatazama, wewe ndio umemkamata? Mimi ya Rasulullah. Ule kafiri anambia hapana, sio yeye. Mimi nimesikia tu kama vile nimebanwa tu. Wewe unaweza kunishika mimi ukaniweza wewe? Yani Muislamu alikuwa yani kabla hajamshika, kumbe pana makomando ameshamshika, mikono imeshapelekwa nyuma, kafiri anakataa mbele ya mtume, sio huyo amenishika huyu. Subhanallah. Kwa hivyo vita Badri ikapita, Waislamu wakapata ushindi wa hali ya juu. Wakakanyaga sawasawa washirikina, takriban 70 katika viongozi au zaidi wakafa, wakauliwa upande wa washirikina, na wengine zaidi ya 70 wakatekwa mateka. Kwa hivyo ilikuwa ni msiba mkubwa sana kwa washirikina. Hiyo vita Abu Salama, mme wa Ummu Salama, alikuwa ameshiriki. Lile neno letu tunasema, ndugu zangu, hakuna Uislamu wa mpodo tu. Hakuna hicho kitu. Wenzetu ndio wale, Uislamu mpaka utufikie. Sio tu kutoka jasho, walitoka damu, nafsi zilihama. Utasikia hapa matokeo. Abu Salama alishiriki radhiyallahu anhu katika hiyo msafara, hiyo vita, wayaudu minha ma'al muslimina, lakini katika walionusurika chupana Waislamu walifia katika vita ya Badri. Na ndio pako kale kitabu kadogo kawashirikina kale wanakaita Alal Badri, ndio wanasemaga ni Ahlul Badri. Kana kitabu kadogo, msomee Alal Badri, msomee Alal Badri, yani kwa lugha sahihi ya mjini. Kile kitabu kimeandikwa ndani yake majina ya maswahaba waliouliwa katika vita ya Badri. Kwa hivyo wao ukenda kusomesha Alal Badri, kama mizimu ingekuaga, tungesema mmeenda kuomba mizimu ya maswahaba ndio iwasaidie. Lakini mizimu naona mseme, maana mko mnanipinga kirohorea waga. Somo cha akida muhimu sana, muhimu. Kwa najifikiri gisi nikitafutie siku mwanaume na penye tukianza. Mkina mama niko nao huku, moto unawaka sana. Kile kisomo cha samdio, kama bado umembana mke wako, kazi kwako. Muagize mke wako aje hapa. Kisomo cha Jumamosi asubuhi ni moto fire mnasema nyinyi Waingereza. Hakuna mchezo, yani nawapiga kina mama hapa mpaka wanaeka kinywa wazi hivi, wana dua, wananisikiliza. Nawaambia na wabembeleza, jamani msiache kuja kisomo, msiache. Maana ninataka kujikaza baki hapa. Naam, hakuna mchezo kabisa. Unasoma kitabu kidogo, risala ndogo inaitwa Misingi Mitatu ya Kufahamu Uislamu, Usulu Thalatha. Tunaingia ndani kabisa maisha. Sasa wanaume niko najifikiri na penyewe nitizame muda gani tuanze kingine kitabu cha akida na chenyewe na sisi tuingie kwenye uwanja. Maana wanaume mara nyingi sana madarasa hatuna, si ndio jamani? Shetani katudanganya sisi watu wa shughuli. Kwa hivyo unapita huna muda wewe, utaupatia kaburini. Muda utaupatia wapi? Kaburini. Pale hakuna mwenye hakuna matakuja, hakuna shughuli wala nini. Lakini hautakuwa na ruhusa kufanya hata tasbih. Tuchangamke ndugu zangu, tuchangamke kabisa. Kwa hivyo hicho kitabu wanakita Al-Badri mjini ni cha washirikina.
mwenye kwenda kusomesha na mwenye kusomea wote sio Waislamu. Wote kabisa wamekufuru. Kwa hivyo vita ya Badri ikapita, Abu Salama akawa miongoni mwa wale walionusurika. Waqad intasaru nasran muazzaran, Waislamu wakawa wamepata ushindi wa hali ya juu. Siku zikapita, wa hadha Uhudun, ikatokea vita ya Uhud. Vita ya Uhud, makafiri Maka walijiandaa muda mrefu ili wajilipize kisasi cha kilio cha vita ya Badr. Yaani walikuja na hasira ya hali ya juu, na makomando wao wote walikuwepo katika hiyo vita. Alikuwepo Abu Sufyan pamoja na Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma kabla islamihima, kabla wajaslimu wote wawili walikuwa katika hiyo vita. Juu katika vita ya Badri Abu Jahl alifishwa, aliuliwa katika hiyo vita ya Badri na ukafiri wake, na kifo kibaya sana. Sasa wakaja vita ya Uhud. Hii vita ndugu zangu ina kisomo sio mchezo, hasa kwa wale watu wenye kudharau sunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawapanga maswahaba zake juu ya mlima, wengine akawapanga aende kamanda wa vita, akawaambia Waislamu wale wako juu ya mlima, tukishinda au tukishindwa msitoki juu ya huyo mlima. Mnajua vita ndugu zangu, bila kuwa na armée de l'air, mapara komando, askari wa anga, hamwezi mkapigana vizuri. Juu wale ndio wanaona huku chini, si ndio jamani? Ndio jeshi, ndio defense hao wenye huko chini. Rasul akawaambia wale wako juu ya mlima, tukishinda au tukishindwa msiteremki hapa. Vita likaanza. Waislamu wakawakanyaga sawa sawa washirikina mpaka wanarudi nyuma, mpaka wakaanza kukimbia. Wale waliokuwa juu ya mlima wakaanza kubishana, na vita imekwisha, ona kafiri wameshakimbia, tuteremke na sisi. Mmoja wao akawakumbusha Rasul sallallahu alaihi wasallam maneno ya mtume. Ndugu zangu, maneno ya mtume mazito, Allah kayasifu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, hazungumzi kwa matamanifu yake, anayosema ni ufunuo kutoka kwa Allah. Mmoja akawakumbusha, mtume ametuambia tukishinda au tukishindwa tusitoki hapa. Akatokea watu sasa miongoni mwao wakasema, alisema hivyo kwa juu vita ilikuwa hatujapigana, lakini hivi vita imeisha. Wakajigawa, kundi kubwa wakateremka, wakabaki kundi ndogo kulicho. Khalid ibn al-Walid upande bado radiyallahu anhu, bado yuko hajaslim, alivyoona ile jeshi limepungua kiasi kikubwa ile juu ya mlima, akasema wale ndio walikuwa wametuziwia wale. Akachukua jeshi akapita nyuma ya mgongo wa Waislamu, akawatokea ile jeshi, walikuwa na watu wachache wamebaki, akawamaliza wote. Waislamu wakajikuta wako katikati. Abu Sufyan yuko huko mbele, anarudi sasa na yeye, wameshapanga plani. Kisha Khalid ibn Walid anatoka nyuma wa Waislamu. Waislamu wakachanganyikiwa, walipigwa sio kawaida kwa kukhalifu kauli ya nani? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walikufa Waislamu wengi sana, maana wanapigwa huku na huku. Hata Rasul sallallahu alaihi wasallam alivunjika jino katika hiyo vita, mpaka akaanguka ndani ya shimo, wakamkosa uwanjani, habari kazagaa mtume amekufa, watu wakachanganyikiwa. Lakini baadaye walivyomuona mtume wakarudi, wakasogea pembeni, wakaikaa katika hiyo vita sasa ambayo sio nafasi yake. Wa hadhihi Uhud, ilipofika vita Uhud, yakhudu ghimaraha baada Badrin, ikaja na balaa lake baada ya vita ya Badri, ikaja na mabadiliko baada ya vita ya Badri. Waislamu wakapigwa kisawasawa. Wayubla fiha ahsana albala'i wa akrama, na ikawa vita hiyo Abu Salamata radiyallahu anhu ameshiriki na yeye. Umesikia, vita ya Badri alishiriki na vita ya Uhud ameshiriki. Ndio Uislamu huyo.
Lakini wewe ukiona maisha yako, Uislamu wako, agenda yako hamna. Jua kwamba wewe Uislamu wako, elewa, andaa ulizo utakalo lijibu, jibu utakalo jibu utapoulizwa ma dinuka kaburini. Dini yako ni dini, ulifanyia nini dini yako? Andaa Uislamu. Andaa kabisa. Naam. Akawa ameshiriki katika hiyo vita. Na akajaribiwa majaribio, akawabebesha washirikina balaa kubwa sana yenye kusifiwa. Akawabebesha washirikina balaa kubwa na yenye kushukuriwa, yenye kusifiwa. Lakinahu yakhruju minha, lakini vita ilipomalizika, wanarudi sa nyumbani, akatoka ndani ya vita hiyo, yakhruju minha, akatoka ndani ya vita, waqad juriha jurhan baligha, amepewa jeraha kubwa sana, amejeruhiwa jeraha kubwa sana kabisa, kaumizwa donda kubwa. Ndo alirudi nalo Abu Salama. Kama tulivyosema, ilikuwa inatokea vita moja. Ukirudi mjini majina yamebadilika. Unasikia kina mama karibu 50 walikuwa wanaitwa ni mke wa fulani, mke wa fulani, hivyo anaitwa ni mjane wa fulani. Waume wameuliwa katika vita kwa siku moja. Watoto zaidi ya 200 walikuwa wanaitwa ni watoto wa fulani, walikuwa ni mayatima wa fulani kwa ajili ya hii dini. Kisha wewe unakaa unasali, unaondoka na kwenda, unajua ndio Uislamu umeishia hapo. Hamna ndugu zangu. Kama haijafikia watu wakae chini kwa ajili ya hii dini, bado. Na leo kama Uislamu unadhalilika ni kwa ajili yetu sisi. Hatuna programu yoyote ya Uislamu. Tuna programu za maisha ya mke, watoto, na uoga wa maisha umetuingia sana. Sasa sijui kesho itakuwaje. Kesho itakuwaje? Itakuwa hivyo hivyo tu. Akawa amejeruhiwa jeraha kubwa sana. Famazala yualijuhu hatta bada lahu, hakuacha kutibu jeraha lake hatta bada lahu annahu qad indahal. Hakuacha kujitibisha jeraha lake mpaka ikafikia jeraha likaonekana ya kwamba indamala, ya kwamba limefanana kwamba limepona kwa nje, kwa juu inaonekana jeraha limepona. Lakinnal jurha kana qad rumma ala fasadin, lakini maskini jeraha lilikuwa limeonyesha kupona kwa nje, kumbe ndani yuko anaoza. Sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama labitha anintakaa, ikafikia siku likatumbuka. Sasa vipya likaanza jeraha vipya, na huyo wakati matibabu zama hizo yako chini sana, sayansi teknolojia iko chini sana. Yani mtu, kuna vifo vilikuwa vinatokea tu vya kawaida tu. Yani mtu anasibiwa na kitu cha kawaida, lakini kwa kuwa hawana namna kukabiliana, mtu anakufa. Walitibutibu juu, wanaweka dawa juu, basi kumbe donda ndani limeoza. Siku lilipasuka, wa alzama Aba Salama alfirash, likamlazimu Baba Salama kubaki kitandani, hatembei tena. Anauguzwa na mke wake Ummu Salama ambaye tunamzungumzia radhiyallahu anhuma. Wa fima kana Abu Salama yualiju min jurhihi, na ilivyokuwa Abu Salama akiuguza donda lake, akijitibu kwa donda lake, jeraha lake, qala li zawjiha, siku moja akamwambia mke wake. Iliza maswahaba maisha yao, wallahi sunna ndio ilikuwa maisha. Alimwambia mke wake, akamwambia aje, qala li zawjihi ya Umma Salama, ewe mama Salama. Anamuandaa mke wake kiakili. Na kiswahaba ameshaona hapa kuna dalili nyingi ya kwamba mimi sintoamka hapa. Akamwambia, ewe mama Salama, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Allah sala na salamu zoe juu lake akisema,
la tusibu ahadan musibatun, hasibiwi mmoja wenu na msiba wote, hatopatwa mmoja wenu na msiba, fayastarji. Istirjani kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sisi na vyote ni vya Allah na kwake Allah ndiyo marejeo yetu. Alafu hapa na kwa kituko cha sisi watoto wa mjini, wale wenye wanaijua dini bila kuisoma. Mtu akifa kama fulani kafa, anaanza qalu, ndio sio anaanza qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wakasema sio yeye. Allah, tusome dini ndugu zangu. Dini hakuna ujanja mwa hii dini. Ukristo huko ndiko mtu akiwa tu farser unakuwa pastor. Una mafetage mengi sana. Apostolato governamento da zona digitata. Wewe ni Roho Mtakatifu huyo. Wewe watu mjanja tu. Lakini mwa hii dini saka upige goti ndugu yangu. Ukileta ujanja tu siku hii moja urahinyuka, unasema si Warundi, utajulikana, tutaaibika. Sasa wao wanamletea fulani kafa, qalu inna lillahi, yani wewe ndio ule mtoto wa mchini ule wa ndani, qalu inna lillahi wa inna ilaihi, wakasema, sio yeye akasema, yani yeye hajasema tu. Kwa hivyo iko nampa mawaidha mke wake, anamuandaa. Nilimsikia mjumbe anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapatwi mmoja wenu na msiba, fayastarji, kisha akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inda dhalika, katika huyo msiba wake. Wayaqul, kisha akaendelea anasema Allahumma indaka ahtasibu musibati hadhihi, Mola wangu ni kwako ndo nataraji malipo ya msiba wangu huu. Allahumma akhlifni khairan minha, Allah nakuomba unipe bora zaidi ya huyo ambaye ameondoka. Illa, akamwambia mke wake, ukisema hiyo dua, illa a'tahu Allahu azza wa jalla, Allah atakupa bora zaidi ya ule ambaye ulipoteza. Umu Salama anamsikiliza, anajua mzee huyu yuko njiani, huyu anaondoka. Wallahi dhalla Abu Salama ala firashi maradhihi ayaman, alibaki Abu Salama kwenye kitanda cha maradhi, amelazwa hapo masiku ya kutosha. Wa fi dhati sabahin, na siku moja asubuhi, jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liyaudahu, mtume alikuja kumtembelea. Falam yakad yantahi min ziyaratihi, alipokurubia kumaliza ziara yake ya kumtembelea Abu Salama, wayujawiz baba darihi, na anaanza kuondoka ili afikie au apite mlango wa nyumba ya Abu Salama arudi nyumbani, hatta faraka Abu Salama al-haya, hapo ndiye Abu Salama akamwitika Allah tabaraka wa taala. Rasul akarudi nyuma kumtizama sahaba wake, fa aghmada nabiyyu sallallahu alayhi wasallam biyadaihi asharifataini, mtume kwa mikono yake mitukufu akafumba macho, maana macho mara nyingi yanafataga roho gisi inavyokwenda, anaona gisi roho inapandishwa, ndio unaona mtu macho yanabinuka hivi. Kwa hivyo Rasul Ahmad akayateremsha ainai sahibihi, akayateremsha akafumba macho ya sahaba wake. Na hii ni sunna, anapofishwa maiti jitahidi taratibu mpaka macho yateremke. Lakini leo wanana tayafanya, na watu wengi wanaogopa maiti kuliko wazima. Nini? Tunaitikadi za sinema mkichwa. Mtu amelala hivi ana esprit yake inaamka. Yani tunaishi maisha ya maajabu ajabu. Kwa hivyo mtu anakaa mbele ya maiti anaogopa. Nisikia nasimka. Ni sinema hizo unaonaga. Wapi ushaona maiti kaamka kamshika mtu? Wapi mshaka bibi? Iko. Tunaogopa nini kama sio sinema? Ni vile vile wa sinema tunaonaga tu maiti esprit kaamka ikaenda kupiga watu kachi na nini. Mambo ya maajabu ajabu, wallahi subhanallah. Kwa hivyo mtume akateremsha macho ya Abu Salama kwa mikono yake mitukufu, warafa tarfahu ila samaa, yakainua mikono mtume akamwombea dua yule aliyefishwa. Waqala, akasema Allahumma ighfir li Abi Salama, Allah msamehe baba Salama. Huyu ni shahidi, lakini shahidi ambaye kafia nyumbani. Nasikia jirani litoa vitani, lakini amefia wapi?
nyumbani. Huyu anaoshwa, anamfanyia mambo ya kawaida. Ni tofauti na yule amefia mshande batayo, yule ameanguka kule, ule haoshwi na nini. Wanamkunja zile nguo zake, anazikwa hivyo hivyo tu. Ili siku ya kiyama atoke kwenye uwanja, kwenye kaburi, asimame kwenye uwanja wa hisabu na damu yake vile vile inachirika. Naam. Kwa hivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam akainua mikono akamwombea Abu Salama, Allah msamehe Abu Salama. Warfa darajatahu fil mukharrabina, uinue daraja yake katika wale watakao kwa karibu yako hiyo siku ya masiku. Wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirina, na waliobaki al-ghabirina, watu waliobaki huku nyuma, wape badala iliyokuwa nzuri. Yani Ummu Salama pamoja na mwanae wape badala ya mja aliyokuwa mwema. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, na utusamee na sisi pamoja na mwenzetu, ewe Mola mlezi wa ulimwengu. Waftah lahu fi qabrihi wa afsih lahu fi qabrihi, na umpanulie kaburi yake. Wanawir lahu fihi, na umweke ndani yake nuru. Maswahaba wallahi walikuwa wanafikiana na wivu. Imetokea siku moja mtume alikuwa anasali swala ya jeneza, akaomba dua mpaka swahaba mwenye yuko nyuma kwa kusikia mtume alikuwa anapandisha sauti kidogo ili kuwasikilizisha hao wako nyuma. Swahaba alivyosikia ile dua ya mtume mpaka anasema wallahi nikatamani, nikamsikilia wivu ule maiti. Nikatamani mimi ndio ningekuwa nimekufa niombewe hiyo dua. Sisi kuna mwanzo akatamani hivyo. Tambizana ukweli. Amemwombea dua nzuri inshallah. Yeye bana mimi. Sisi tumengangania kwenye dunia, hatutoki. Haya. Ama Ummu Salamata, ama mke wake sa Ummu Salama, tunarudi. Fatadhakarat ma rawahu laha Abu Salama an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama Ummu Salama akakumbuka ma rawahu laha, yale ambayo mume wake alimpokelea Abu Salama, alimpokelea kutoka kwa mtume an Rasulillah, yani ile dua alimwambiaga bado angali mzima. Faqalat, ikabidi aiseme ile dua, wasia kaachiwa na mume wake. Akasema Allahumma indaka, ni kwako e Mola wangu, ahtasibu musibati hadhihi, nataraji malipo ya msiba wangu huu. Lakini Ummu Salama lam tatib nafsuha, roho yake haikufurahia antakula, aseme Allahumma akhlufni fiha khairan minha, Allah nakuomba nipe bora zaidi. Hilo akasita kulisema. Liannaha kanat satasaal, kwa kuwa alikuwa anajiuliza, wa man asahu an yakuna khairan min Abi Salama, hivi kweli huyu mwanaume mwingine anasema niko naomba eti Allah nipe bora? Nani mwanaume atakayekuwa bora zaidi ya Abu Salama? Nasikia maisha walivyoishi ndugu zangu, maisha ya ujumba. Pana kisomo muhimu sana kinaitwa ndoa ni raha. Ndoa ni raha. Tukianze nimesita, basi mimi naishia hapo. Yani hicho kisomo wanakuja ndani yake mme na mke na binti ambaye kishapata mchumba na kijana ambaye yuko na mchumba atakoa, wa celibatere kadi nyekundu. Hawa ingiagi macho kisomo. Hawa vijana hawa wote nje. Kuna watu kumake na kisomo naendaga daraja ya kwanza, bado natoa mawaidha, mnanitazama macho. Nikianza kuingia kwenye namba 2, naanza kuinamisha macho chini. Nikifika namba 3, natoaga mawaidha, watu wote wanitazama tena, watu wako chini hivi. Wakifika nje, wallahi ule shehe, umesikia mwenye amesema kwa yavu zilishegu lugha yetu, amesema maneno amesema matusi, ndio lugha tunakimbilia kusema hivyo. Sasa wewe unasema mimi sio kuvisema, tunakovifanya tunavifanya, au sio? Sasa wewe unashangaa kwa hayo. Sasa hicho kisomo kina nafasi yake hicho. Nimekipiga South Africa kule, ilikuwa ni moto Cape Town kule. Mpaka hivi bado napata ujumbe wa vijana ambao na darasa hatukumaliza, ni darasa lirefu sana, hatukulimaliza. Basi ilikuwa ni hatari. Muislamu ndugu zangu, hakuna chenye kimekosekana, watu tu tuko mbali ya mafundisho. Lakini dini yetu, Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilisheni dini yenu, ni kweli dini imekamilika. Usiende kutafutia mapenzi porno, zile sinema za ufidhuli za makafiri ambazo zimejaa masimu ya watu wengi. Unakufa
unaviacha wewe msimu yako, dhambi za kuendelea. Mtoto wako anairisi ile simu na yeye anaendelea na vitizama tu. Kila siku akitizama fungo la kukuta kaburini. Toa wewe vitu msimu yako, toa Muislamu. Mama anajiuliza mimi waman asahu an yakuna khairan min Abi Salama, nani anaweza akawa bora zaidi ya Abu Salama? Tumeishi vizuri, lakinaha ma labithat an atammati dua, lakini hakuacha isipokuwa alilazimika kukamilisha dua, kwa ndio mtume kafundisha. Sawa jamani, akawa ameiomba hiyo dua. Hazina almuslimuna limusabi ummi Salamata kama lam yahzanu limusabi ahadin min qabl. Waislamu walihuzunika kutokana na msiba na janga lililompata Ummu Salama, kama kwamba hawajapata kumhuzunikia yoyote kabla ya hapo. Wa atlaqu alaiha isma ayyam al-arab, na wakampa jina la mjane wa Waarabu, wakamuita Ummu Salama ni mjane wa Waarabu. Kwa nini wamehuzunikia sana? Idh lam yakun laha fil Madina ahadun min dhawiha, kwa kuwa Madina huyu Ummu Salama alimfataga mume wake, hakuwa na ndugu yake yoyote yule, min dhawiha, mtu wake wa karibu, mfamilia, hakuna, isipokuwa ghairi sibiyatin sigharin, isipokuwa watoto wadogo ambao walikuwa kazughbil qata, ni mfano wa vitoto vya ndege au vifaranga havijaota manyoa. Yani alikuwa amebaki na watoto wadogo tu. Hana mtu mwingine wa familia. Wengine walihama, lakini kuna mjomba alihama, kuna shangazi, yeye alikuwa ni peke yake. Shara almuslim almuhajiruna wal ansaru ma'an bihaqqi Ummi Salamata alaihim. Hicho ndio wanatushinda maswahaba. Walihisi maswahaba wa muhajiruna kutoka Maka na maswahaba wa answaru wa Madina walihisi haki ambayo iko juu yao, wanatakiwa wamtendee Ummu Salama kwa kuwa amebaki peke yake. Fama kadat tantahi min hidadiha ala Abi Salama, basi alipomalizia tu hidad ni zile siku za huzuni, alipomalizia eda yake tu kwa Abu Salama, hatta taqaddama minha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yahtubuha li nafsihi. Abu Bakr as-Siddiq akajitokeza kuja kumchumbia yule mama, mimi nataka kuchukua mzigo. Hawa sio jamani? Yani rafiki yako anafishwa, mke wake anabaki hivyo hivyo tu, kwa anabaki ni kwenda kumtembelea tu ili ujiibe. Kwa nini usimuoe kama kweli alikuwa ni rafiki yako? Abu Salama, Ummu Salama, Abu Bakr kajitokeza, faabat an tastajiba li talabihi, kama akakataa kupokea maombi ya Abu Bakr. Thumma taqaddama minha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kisha kajitokeza Umar ibn al-Khattab kwenda kumchumbia. Faradatuhu, mama akamrudisha nyuma, ambia hapana, kama raddat sahibahu, akamrudisha nyuma kama alivyomrudisha sahibi wake, yani Abu Bakr. Thumma taqaddama minha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapo akaja mwenyewe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqalat la, yule mama akamjibu mtume akamwambia, Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna fiya khilalan thalath, minna mambo matatu ya Rasulullah yamenifanya mimi nisipokee maombi yako, yananitia uoga. Jambo la kwanza, fa ana mra'atun shadidul ghaira, mimi ni mwanamke na wivu wa kupitiliza. Na mnajua kila siku quand c'est trop c'est mauvais, kila jambo likizidi tu litaharibu kila kitu. Chumvi ndio kiungo cha kwanza, lakini ikizidi chakula akiliwi, au sio jamani? Na wivu wa kina mama ukizidi tu, hawa watu wawili kusema waishi itakuwa ni vigumu sana. Hapo ndio pale ukichukua tu simu, mke wako anakuwa anapita pita pale, iko anatega sikio liko huko tu, kesikia unasema acha dada yangu, nini leo mko mnazungumza naye? Hii mtoto mwanamke, ukiweka simu hapa ameshaivamia. Niliwaambia Jumamosi imekwisha, natoa siri, mwambie mke wako aje hapa, ndugu yangu aje asome. Niliwaambia kwa lugha ya mjini, simu lugha ya wapi? Ya mjini. Simu ya mume wako
ni chumba cha mfumu. Ni chumba cha nani? Cha mfumu. Ukiingia utakumbana na mambo ambayo haukutarajia, au sio? Unajua nyumba mfumu pana vitu vile mashaitani wamejaa. Wewe ukifunua haujui anaingia kwa masharti gani, haujui anaanza kusema nini, kama anaanza kumtukana Allah, wewe ukaingia tukiaina mzee utalipuka. Ndio nikamwambia kina mama, ukigusa simu ya mume wako umeingia mchumba cha mfumu kwa lugha ya mjini hiyo. Achana navyo. Sasa wivu ukizidi ni bala. Salama anamwambia Mtume, mimi na wivu mwingi sana. Fa akhafu an tara minni shay'an yughdhibuka, nachelea mimi ukaona kwangu jambo ambalo litakughadhibisha, litakutia hasira. Fa yu'adhibuni Allahu bihi, Allah atakuja kuniadhibu kwa hilo. Sasa nashindwa mimi kukubali ya Rasulullah. Wa ana mra'atun dhatu iyal, kisha jambo lingine, mimi nina watoto wengi ya Rasulullah. Wa ana mra'atun qad dakhaltu fi sinni, tena mimi ni mtu mzima. Ndo la pili hilo, nimekuwa ya Rasulullah. Wa ana mra'atun dhatu iyal, na watoto wengi. Faqala alayhi salatu wassalam, Rasul akamjibu, amma ma dhakarti min ghairatiki, ama ambayo umeyataja kuhusu wivu wako, fa inni ad'u Allah azza wa jalla an yudhhibaha anki, mimi nitamuomba Allah akakupunguzia huyo wivu. Maki wivu usiishe, ubakie wa kutosha. Juna mwenye ana wivu anakuwa ni dayuth. Ndio leo unakutana mke wake anapana yaambi na rafiki yake, akakijana kanakuja kanampa yaambi, mke wako unatizama na cheka. Antoka vraiment ni kolege wake ule, walisomaga wote, wanaona bwana. Bwana fabatnul ardi khairun min dhahariha, wewe kufa tukakuzika ni bora kuliko kubaki mzima unachafua ardhi ya Allah. Yambi kweli. Mke wako wao unacheka tena. Yao tulisomaga naye tena, nimeona tu nikafana jua tu, ushakufa wewe. Wewe ni maiti kabisa. Rasul akamwambia, nitakuombea dua, Allah atakuondolea huyo wivu, atakupunguzia. Wa amma ma dhakarti mina sinni, ama hayo umeeleza kwamba umeshakuwa mtu mzima, faqad asabani mithlu alladhi asabaki, yameshanipata mimi hayo ambayo amekupata. Bi maana mimi sio mtoto, na mimi ni mtu mzima, kwa hivyo tutakwenda sawa sawa. Wa amma ma dhakarti min al-iyal, ama hayo unayodai kwamba una watoto wengi, fa innama iyaluki iyali, watoto wako ndio watakuwa watoto wangu. Kuna hoja hapo tena? Hakuna hapo hoja. Mzigo unachukuliwa. Thumma tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ummi Salama, Mtume akawa amemuoa Ummu Salama. Fastajaba Allahu duaaha, Allah akawa amejibu ile dua yake, nipe mume bora zaidi ya nani? Ya Abu Salama. Wa akhlafaha khairan min Abi Salama, Allah kampa badala bora zaidi ya Abu Salama. Mundu dhalika al-yawm, natangia hiyo siku baada ya kuolewa kwa Mtume, lam tabqa Hindu al-Makhzumiyya, jina lake sahihi kabisa ni Hindu, katika ukoo wa Makhzum. Lam tabqa Hindu al-Makhzumiyya umman li Salamata wahdahu, hakubaki tena anaitwa tu ni mama Salama, ni mama wa Salama peke yake. Wa innama ghadat umman li jami'il mu'minin, lakini akawa anaitwa ni ummul mu'minin, mama wa waaminifu wote, cheo cha ambacho walipewa wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhara Allahu wajha ummi Salama fil janna, Allah au nawirishe uso wa Ummu Salama, na ustareheshe uso wa Ummu Salama ndani ya pepo. Wa radiya anha wa ardaha, na Allah amridhishe mpaka na Ummu Salama aridhike kile atakachopewa na Allah. Hapa ndio tumefikia mwisho wa kisa kwa ufupi cha Ummu Salama. Wiki kesho insha Allah tunaanza sahaba mwingine. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.